huko kwenye serikali za mitaa, sijui wakurugenzi nani, wote si makadao. Leo hata tukikaa mezani tukaandika kwamba jamani mwenyekiti wa tume achaguliwe kwa kupigiwa kura, kwa kuomba kazi. Unadhani hata tukiomba kazi wote tukawa na sifa, watamchagua Chadema wasimchagua CCM? Akienda bungeni atapita wa Chadema asipita wa CCM? Akienda kwa rais atatia saini kwa nani? Hayo yote tuliyaona tukashauri. Ndugu zangu, tofauti na hivyo vyeo vya kutafuta nafasi za kiserikali, mimi nimewahi kuwa makamu mwenyekiti wa kanda ya Kaskazini. Mnaifahamu kanda ya Kaskazini inajumuisha mkoa wa Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Nimewahi kuwa msaidizi wa mwenyekiti wa kanda ambaye alikuwa ni Mheshimiwa Godbless Lema. Mimi nilikuwa msaidizi wake. Mwenyekiti wa kamati ya maadili ya kanda nilikuwa mimi hapa. Sikugombea tena uchaguzi wa juzi. Lakini juzi kanda ikaniteua kuwa mwenyekiti wa kamati ya hamasa au uenezi ya kanda ya Kaskazini. Lakini kwenye jimbo langu mimi ni mwenyekiti wa BAWACHA wa wilaya. Na yasema haya ili muelewe tulikotoka, tunakoenda, tulipo, namna ambavyo tunayaona mambo. Ndugu zangu, nisiende sana kwenye historia. Mimi ni kati ya watu wako kwenye lile group linaitwa G55. Mimi nilisaini ile document. Mimi nilitoa mawazo yangu kwa maandishi, nikaweka na saini yangu, nikasema tumpelekee katibu mkuu ofisini kwake, yawe ni maoni yetu sisi wanachama ambao tuna uzoefu na chaguzi, tunajua CCM wanavyoiba, tunajua wananchi walivyo kwenye swala la uchaguzi, tunajua faida na hasara za kutokuingia kwenye uchaguzi. Tukaandika maoni yetu, tukayapeleka. Hatukumwambia mtu wa WhatsApp, hatukumwambia mtu wa Facebook, hatukumwambia mtu wa X, sijui Twitter, sijui nani. Tulipeleka ofisini kama dokumenti ya ofisi. Kumbe kuna watu hawana amani na yale mambo. Wakaanza kuvujisha dokumenti ya kiofisi. Tukaanza sasa kutukana na kuitwa majina mabaya. Kila binadamu ana kiwango chake cha uvumilivu. Wewe leo hii umemwambia kiongozi wa chama, kama nyie viongozi wa chama mliokuwepo hapa, Aisha alikuwa mwenyekiti wenu. Wewe umwandikia Aisha, jamani mwenyekiti kuna 1 2 3, kwani tusifanye hivi? Unampelekea ofisini. Aisha badala ya kusoma na kuelewa na kusema jamani, mbona sijakuelewa, njoo tuongee au nikuelekeze hili alipo hivi, kunatokea mambo Aisha anakutangazia kwa mitaani au wanatumia watu wengine wanakutangazia mitaani kwenye vyombo vya social media. Kwa hiyo baadhi yetu walitoka kujibu kwamba jamani hatukumaanisha hivi, tulimaanisha hivi. Bado wakawa jina lile la usaliti. Mimi sikutoka hata sehemu moja kuongea chochote. Sikuongea na media yoyote baada ya kutoa maoni yangu. Nilikaa kimya kwenye magrupu yangu, nikaendelea kuwaelimisha. Kila ambaye alikuwa ananiita msaliti nilikuwa namwambia umesoma tulichokiandika? Niambie wapi ambapo tumekosea, tuelezane. Inaweza mimi nikakuelewa wewe, tukabadilisha mawazo. Lakini kubwa kwa yote, sisi G55 tunaambiwa tunapenda watu wafe kwenye uchaguzi. Mnasikia hizo lugha, si ndio? Watu wanataka kwenye uchaguzi ili watu wafe. Hivi mimi nikisema tuende kwenye uchaguzi tukapambane na CCM, tutengeneze mtandao wa kuhakikisha kura zetu zinalindwa, wananchi wapate wawakilishi ambao ni sahihi, mimi roho yangu nakuwa nimeiacha nyumbani? Yaani mimi nikisema tuende kwenye uchaguzi roho yangu nakuwa nimeiacha nyumbani, kwamba sasa mimi sitakufa, roho yangu iko nyumbani sehemu salama, alafu nyie wengine ndo mkafe, mkapigwe, mkafanyaje? Mimi sitaki, mimi napenda kuumia. Mimi napenda kufa. Lakini tofauti na hilo, tunataka watu wafe kwenye uchaguzi. Hivi tuulizane, mheshimiwa mwenyekiti wetu ambaye sasa hivi yuko ndani anapitia mateso na dhuluma za serikali ya CCM kwa kusingiziwa kesi ya uhaini. Wakati anapigwa risasi Dodoma alikuwa kwenye kituo cha kupigia kura? Tunamtafuta Mdude saizi hatujui alipo. Alikuwa wakala wa kituo gani wakati anatekwa? Tunamtafuta kina Beni saa 8, tunatafuta watu kibao. Kina Pade nani yule amepigwa, amedhulumiwa juzi, amepigwa. Alikuwa kwenye kituo cha kura? Alikuwa kwenye kampeni? Kwa hiyo tusipeane majina mabaya kwamba G55 wanataka watu wapigwe, watu wafe. Hakuna anayetaka hicho kitu, ndio maana tunataka tutumie namna yoyote ile kubadilisha utawala wa nchi hii.
Bila kuubadilisha tutapigwa, tutauliwa, tutafanya kila kitu na tutafanya kitu. Bila kubadilisha utawala nchi hii tutauliwa kweli. CCM imefikia hatua ambayo haiogopi kufanya chochote. Uongee ukiwa chumbani kwako, kwenye mtandao, umesikilizwa sijui wapi, wakikuamulia wanakufanya chochote. Kwa hiyo wananchi, uchaguzi hatuwezi kusema tunaenda kuuliwa eti kwamba sasa tukae pembeni tuogope kufa. Ingekuwa uchaguzi peke yake unatufanya tuuliwa Tanzania, tungekubali, tungeacha. Nani anataka kufa? Tungeacha kuingia kwenye uchaguzi, tukawaachia CCM tawaleni milele mpaka mtakapomaliza. Sisi tuachieni roho zetu na maisha yetu. Lakini watu wanauliwa, wanatekwa hata wao kwenye uchaguzi. Padri ni mchaguzi wa nini? Waandishi wa habari wanafanya uchaguzi, ni wanasiasa wa wapi? Wanadhulumiwa haki zao, wanapigwa, wanatekwa. Kwa hiyo sio kweli kwamba G55 tunataka watu wakauawe. Hatuna njia nyingine yoyote ya kuiondoa serikali ya CCM kwa kuikimbia. Tunataka tupambane nayo. Mimi 2020 nimegombea ubunge Muheza. Niling'atwa kwenye mkono kwa sababu ya kupambana na msimamizi wa kituo. Alikuwa vitabu vyote amevitiki. Nikamwambia ama zako ama zangu. Kunyang'anyana kura, kunyang'anyana vitabu vya kura ambavyo alikuwa amevitiki vyote. Alivyoona nimemzidi nguvu, akaning'ata mkono. Mimi nilienda mpaka kutibiwa, nipepo F3 na polisi, nikaenda katibiwa. Mpaka leo nina kura nyumbani kwangu. Nazo kura za uchaguzi 2020, nazo. Kwa mimi ukiniambia kuzuia uchaguzi, mimi nafanya kwa vitendo. Yaani mimi sisemi tu eti tutazuia uchaguzi, mko tayari wananchi Ndio. Mimi nakuwa mbele kuzuia huo uchaguzi. Uchaguzi wa serikali za mitaa mpaka sasa hivi ninavyowaambia nina kesi. Wakiamua kuifufua muda wote wataifufua. Nina kesi ya kufanya fujo kwenye kituo. Nilienda kwenye kituo nikamkuta msimamizi anafanya mavyongo, amekaa na kura, anatiki kama vile mwalimu wa darasa la pili, anakunja karatasi anatia kwenye boksi, nikamwambia haiwezekani mbele ya macho yangu. Nitashughulika na wewe hapa hapa. Nikampigia msimamizi wa wilaya, njoo hapa kuna shida. Hakiendelee kitu mpaka msimamizi wa wilaya aje aseme. Walivyoona nimewazidi nguvu, wakanitia polisi. Polisi wamenichukua mimi saa 2 asubuhi kwenye kituo, wakanizungusha kwenye lile jimbo. Jimbo langu mimi la Muheza ni kubwa, nakata 37. Masaa zaidi ya 2 nazungushwa kwenye lile jimbo. Watu wanaenda kwenye, wananiona, watu wakishaona Yosefa amekamatwa, kuna ambao wataogopa, si ndio? Ndio chukua nakitafuta. Baadaye wakanipeleka kituoni, wakanipiga selo mpaka saa 6 za usiku, kelele zikawa nyingi, wakanitoa saa 6 za usiku nikarudi zangu nyumbani. Mpaka leo ninavyoongea na kesi, wakiamua hata kesho wanaifufua. Sasa mtu akiniambia mimi siwezi kuzuia, nakataa kuzuia uchaguzi, namshangaa. Mimi nazuia kwa matendo. Mimi sikai tu kusema tunazuia. Lakini pia kauli za viongozi wetu zinatuchanganya. Kwenye mikutano inaendelea, mtu anakuambia siku ya uchaguzi Watanzania laleni nyumbani. Mnaweza kuzuia uchaguzi mlala nyumbani? Watu wanapiga kura, naweka kura, mambo yanaendelea. CCM wako wangapi? Nchi hii haina utaratibu wa 50%+. Kuna nchi nyingine usipofikisha 50% ya kura zote, uwe mbunge wala uwe diwani wala uwe rais. Sio Tanzania. Tanzania kwenye kijiji kuna watu 20, watu 5 CCM wameamua kwenda kupiga kura, anatangazwa huyu ameshinda. Haijalishi kama nyie 15 mna maoni gani. Kwa hiyo mkiambiwa siku ya uchaguzi mlale nyumbani, maana yake tu umefanya CCM wamaliza uchaguzi mapema. Wataenda CCM, vibabu vile vyenye ndala ya pinki na njano wataenda watapiga kura. Wamama walioongwa vilemba wataenda, watapiga, watawachagulia viongozi watakaoongoza miaka 5. Kipi bora? Tukae nyumbani CCM wajifanyie wanachojifanyia au twende field tukapambane nao? Hicho ndio G55 tulikuwa tumesimamia hapo. Tuwe na mifumo kwenye kituo, kuna wakala, kuna mgombea, si kuna nani. Tukilianzisha kwenye hicho kituo watu wanajibu. Unaenda kuzuia uchaguzi, hauna wakala kwenye hicho kituo, hauna mgombea kwenye hilo eneo, hauna mgombea nchi nzima. Sasa unazuia nini? Yaani unazuia uchaguzi upi ambao wewe umeibiwa mpaka unakuja kuzuia? Yaani Aisha leo mwenyekiti wa Chadema wa mkoa atoke aende kwenye kituo, hapa sitaki uchaguzi ufanyike. Aisha kuna nini? Sitaki ufanyike, mnatuibiaga sana. Leo umeibiwa nini? Kuna mgombea wako hamna. Wakala amekwambia ameibiwa, hamna hata wakala. Hivi mnazuiaje hivyo? Kwa akili tu ya kawaida unazuiaje kitu ambacho hakikuhusu? Tulisema uchaguzi utuhusu ili tukauzuie. Lakini mimi nimekuwa mbunge. Tutazunguka kote swala la sheria za uchaguzi na kanuni zake.
Hakuna namna ambavyo haitafikia muda hizi sheria zinatakiwa na kanuni zipite kwenye bunge. Hakuna namna, yani hatuwezi kukaa chumbani tumeelewana CCM, Chadema, Kafu, sijui nani, tuandikeni hichi tunakitaka, hichi tunakitaka. Lazima kuna utaratibu wa kiuwakilishi upitie. Mwisho wa siku ataenda kumalizia rais. Sasa hivi wabunge wote ni chama gani? CCM, si ndio? Rais chama gani? Huko kwenye serikali za mitaa sijui wakurugenzi nani, wote si makadao. Leo hata tukikaa mezani tukaandika kwamba jamani mwenyekiti wa tume achaguliwe kwa kupigiwa kura, kwa kuomba kazi. Unadhani hata tukiomba kazi wote tukawa na sifa, watamchagua Chadema wasimchagua CCM? Akienda bungeni atapita wa Chadema asipita wa CCM? Akienda kwa rais atatia saini kwa nani? Hayo yote tuliyaona tukashauri. Lakini swala jingine, tumeambiwa tuna ubinafsi, tuna njaa, tunataka vyeo. Mimi nilikuwa mbunge. Kuwa mbunge tena sio dhambi. Kuwa mbunge tena sio nini? Sio dhambi. Kama chama cha siasa hauwezi kuwaambia watu wako wapambanie malengo ya chama ya kushika dola. Dola inaanzia kwenye kitongoji mpaka kwenye uraisi. Hizo ndo dola. Kwa sababu serikali ya kitongoji ni serikali, si ndio? Inawakilisha serikali kuu. Serikali ya kijiji, serikali ya kata, hivyo kwenye ubunge na mpaka kwenye uraisi. Sasa hivi Chadema ukisema unataka udiwani, unataka ubunge, wewe ni mhaini. Wewe ni una njaa. Wewe ni tapeli wa kisiasa. Tuko Chadema kufanya nini? Tujiunge na makanisa na misikiti basi tuombe Mungu, tungoje tukifa twende mbinguni. Si ndio? Sasa tunafanya siasa ili iweje? Watanzania wana shida kibao. Mimi nilikuwa nasikiliza baadhi ya wana Muheza. Hivi karibuni rais ameenda Muheza, mbunge wa pale anapewa jukwaa, changamoto za ardhi zopo Muheza, changamoto za maji, changamoto sijui za afya. Mbunge wa pale anapewa maiki mbele ya rais, dunia nzima inamsikia, Tanzania nzima inamsikiliza. Badala aseme kero za wana Muheza, anasema nakushukuru rais umenisaidia siku hizi sivai mlegezo. Nimwachie huyo mtu miaka mingine 5. Huyo mtu nimwachie miaka mingine 5 aendelee kuwatesa wana Muheza. Anamshukuru rais kwa sababu ameacha kuvaa mlegezo, anavaa suti. Kuna shida ya maji, watu wananyang'anywa viwanja, wananyang'anywa mashamba, sijui afya. Alafu unataka sisi wanachama, viongozi wa chama tusiwe na hamu ya kushika madaraka tuwasaidie wananchi? Wewe unasaidikaje kama diwani hakusikilizi? Unasaidikaje kama mbunge hasikii kero zenu? Mbunge anapatikana kwa uwakilishi. Kwa hiyo sisi tunapigania kweli uwakilishi ili tuwasaidie wananchi. Anayesema tuna njaa tumefanyaje, aseme malengo makuu ya chama cha siasa ni nini. Kama ni kushika dola, tunaitafuta dola kwa njia yoyote tuipate, tuwasaidie wa Tanzania. Lakini swala jingine tumeambiwa sisi G55 tunagombea, tunashauri chama kiende kwenye uchaguzi kikauzuie tukiwa ndani kwa sababu tunataka ruzuku tuile. Nyie mnafahamu taratibu wa vyama, wanapewa ruzuku na serikali kwa ajili ya kujiendesha. Sasa ruzuku inategemea na kiwango chako cha uwakilishi. Ruzuku inategemea na idadi ya kura za rais. Umepata ngapi mgombea wako wa urais hata kama kushinda. Sisi tumeshauri hicho kwa sababu chama Chadema ni taasisi. Isipokuwa na mfumo thabiti wa mapato itashindwa kujiendesha. Tulikuwa kipindi kile tumezuiwa ruzuku, tulikuwa na join the chain. Mnakumbuka Watu walikuwa wanajoin, wanachangia chama. Sasa hivi pamoja na hiyo ruzuku kidogo kuna tone. Lakini kwa uhalisia hatuwezi kuendesha chama kwa tone peke yake. Tukashauri kwa nia njema, ruzuku ambayo mimi Yosefa wa pale Muheza siwezi kuila moja kwa moja kwa sababu haingii kwangu, haipiti kwangu, ina utaratibu wake wa kichama, inaingizwa na serikali, haingizwi na mtu binafsi. Tukaambiwa sisi tunataka ruzuku. Yaani umekaa zako Muheza huko unashauri chama kipate hela ya angalau ya kununua bendera, ya kufanya shughuli za chama. Unaambiwa unataka ruzuku uile. Unaila wapi? Lakini kitu kikubwa, sisi wengine tumejitoa kujenga hichi chama. Mungu ni shahidi namba 1. Sisi wengine tumeponyoka 2020, wako wenzetu walihama, waliunga juhudi bungeni. Unajua mtu anakuwa ni mbunge wa Chadema afu anaunga juhudi akiwa bungeni. Umeshakuiona hiyo?
2020 wenzetu wa Chadema, wabunge wa viti maalum na wengine wa majimbo waliunga juhudi bungeni. Haikutosha. Baada ya hapo, lile vuguvugu la COVID mnalijua. Sisi tulikuwa wabunge. Asilimia zaidi ya 50 ya wale COVID ni watu ambao walikuwa wabunge. Nani anawakika kama Yosefa hakufikiwa akakataa? Nani anawakika hapa? Tulilinda heshima ya chama kwa nguvu zote. Tulilinda ulaghai wa CCM usitufikie na kutuharibu kwa nguvu zote. Tunatelekeza familia, tunatelekeza watoto, tunatelekeza kazi zetu, tumeacha kufanya kila kitu, tunajenga chama usiku na mchana. Leo hii ananyanyuka mtu anakwambia wapumbavu hao wanataka kuharibu chama, Mjumbe kama tikuu anakaa kwenye majukwaa anasema au G55 wapumbavu. Mwingine anasimama huko anasema nimesikia jana tunaitwa punda. G55 ni punda. Tunatoa mfano wa punda aliyembeba Yesu. Lakini wajiulize, kama G55 ni punda wanavyotuita wao, kwa nini punda? Yaani kwa nini punda alipewa jukumu la kumbeba Yesu? Kwa nini sio farasi, sio ngamia? Kwa nini punda? Mjiulize pia, si ndio? Na sisi tunakubali kuitwa punda kwa maana moja tu. Tumeijenga Chadema kwa maumivu. Tumeijenga mpaka tumeifikisha sehemu nzuri. Tunaonekana hatuna maana. Hiyo ndio maana yule punda. Si alimbeba Yesu akumdondosha? Akamfikisha hekaluni vizuri. Baada ya pale akaonekana hafai. Tumeijenga Chadema kama punda tunavyoitwa. Punda ni mnyama mvumilivu sana. Punda ni mnyama ana nguvu. Kwa hiyo tulifanya kazi kama punda kwenye hichi chama, tukakijenga. Mpaka sasa hivi kuna watu wanakaa majukwani wanasema nyomi lipo. Nyomi alikuja tu. Nyomi lilitengenezwa tangu miaka hiyo na kina Mbowe na waasisi wengine. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambie, na hii nitumia nafasi hii kuwaambia hata wanatanga, wanamuheza na wote ambao wananisikiliza. Nimeishi Chadema nikiwa na amani, nikiwa na moyo kujitolea. Chadema alikuwa ni mtoto wangu kama walivyo watoto wangu wengine kwenye familia niliowazaa. Nitakachokipata watakula wanangu, lakini na Chadema itakula. Muda nitakao upata nitatenga kwa ajili ya wanangu, nitatenga kwa ajili ya Chadema. Chochote nitakachokifanya lazima nijiulize mara mbili kwa sababu ya Chadema. Nimefanya hivyo kwa moyo mkunjufu, kwa moyo wa dhati. Matusi niliyotukanwa tangu nimeonekana mimi ni G55 kwa maana ya kutoa maoni, nilivumilia karibuni miezi miwili na tafakari. Siko tayari kuendelea na hayo matusi. Siko tayari kuendelea na huo unyanyapaa ambao nafanyiwa. Mimi ni kweli nilimuunga mkono Freeman. Hakuna kificho. Lakini mimi kwa sababu ni mwanademokrasia, baada ya uchaguzi mimi nilikuwa kati ya watu waliompeleka Lissu Ikungi kwenda kupongezwa kuwa mwenyekiti wa chama hichi. Ningekuwa nina shida ya Lissu na uongozi uliokuwepo kwa chuki, nisingetumia gharama zangu kwenda Ikungi kumpongeza Lissu. Nilienda kumpongeza kwa sababu nilijua ndo mwenyekiti wetu. Lakini mimi ndani ya chama hichi, ndani ya zaidi ya miaka 10, nimefundishwa kutoa maoni, nimefundishwa kusema. Uongozi uliopita tulikuwa tunauambia, ni vile tu ulikuwa labda haututangazi, hautunangi, ndio maana mlikuwa mjui. Serikali za mitaa, uchaguzi wa mwisho, baada ya viongozi kuona tunaendaje, tumeenguliwa watu wetu na nini, mwenyekiti kwa busara zake na kamati kuu iliyokuwepo kipindi kile, walituambia viongozi wa kanda zote 10 za nchi hii tutoe maoni yetu. Anayetaka uchaguzi uendelee aseme na sababu zake, asiyetaka aseme kwa majina. Mimi nilikuwa makamu mwenyekiti wa kanda. Tuliandika kanda zote 10. Nyie mpaka leo hamjajua Yosefa alisema uchaguzi uendelee au hakusema. Kwa sababu gani? Walichukua maoni yetu afu wakafanya maamuzi wakaendelea. Hakuna aliyeitwa msaliti. Leo hii nikikwambia mimi nilisema uchaguzi wa serikali za mitaa ufanyike, unaweza ukaanza kuniita msaliti, si ndio? Au nilikataa, unaweza kuniona hivi. Kwa hiyo tulitoa maoni, lakini viongozi wetu waliyachukua yale maoni positive ambako hakuelewa, walituelewesha kwa upendo, tukaendelea kujenga hichi chama. Kwa hiyo niwaambie, nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya hamasa na uenezi kanda, najivua hiyo nafasi. Nilikuwa mwenyekiti wa baraza la wanawake wa wilaya ya Muheza, najivua hiyo nafasi. Nilikuwa mwanachadema tena mwenye hadhi ndani ya chama. Mimi kadi yangu nilikuwa nalipia 200,000 kwa mwaka. Sio wale wanaolipia 2,500. Wote ni wanachama.
Lakini mimi nilikuwa nalipa zaidi kwa sababu nilikuwa nimeona hichi chama kimenifanyia makubwa na mimi nikifanyie. Kadi yangu mimi ni 200,000. Najivua huo wanachama ili sasa niwajibike kwa yale yote ambayo nimechafuliwa nayo mitandaoni, yale yote ambayo nimechafuliwa nayo na viongozi wenzangu, niwajibike nayo. Niko tayari kuiacha taasisi ninayoipenda, taasisi niliyoijenga, niliyoipigania. Nilikuwa naitwa Yosefa Chadema, yani babangu alikuwa ni Chadema, sio Komba tena. Sina namna. Lakini ninaondoka Chadema nikiamini wako watu nje ya Chadema ambao ni wazuri na wema. Ziko taasisi ambazo zinatetea haki, zinasimamia haki. Yako mashirika, wako watu binafsi, iko misikiti, yako makanisa, wako maaskofu, wako wachungaji ambao wanasimamia haki. Niwaombe wale wote wanaoamini katika haki, ambao sio moja kwa moja Chadema, lakini wanaamini katika haki, wanipokee na mimi niyo kwenye hilo kundi. Kabla sijaamua naenda wapi. Nitaendelea kusimamia ninachokiamini, nitaendelea kusema mbinguni na duniani CCM haitaki kuendelea kutawala nchi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Lakini naishukuru sana familia yangu, nawashukuru sana viongozi wa Chadema kwa kunilea, namshukuru sana mume wangu kunivumilia mambo mengi. Nilikuwa Chadema nafanya zaidi kuliko hata familia yangu wakati mwingine, lakini alinivumilia akijua ni kitu ninachokipenda, ni kitu ambacho nakifanya kwa haki. Namshukuru kila mmoja. Na sitakuwa adui na mtu yeyote wa Chadema, labda uadui uanzishe yeye. Mimi nitakuwa na nchi yangu. Nitaendelea kusema kweli nitakapotakiwa niseme. Nitaendelea kutafuta platform ambazo nikitoa maoni sitaitwa msaliti, nikitoa maoni sitaitwa nina njaa, nikitoa maoni sitaambiwa nimepewa milioni 100 na CCM nikafanye kampeni. Maana sasa tunaambiwa tunapewa milioni 100 tukafanye kampeni. CCM iache kumsaidia CCM wenzia ashinde, nisaidie mimi kweli? Kabisa. CCM ana hizo hela za kutoa kutugaia wapinzani wote tukagombea kwenye majimbo yao tukawatoe. Kweli?